Dawa zinazozuia kutengenezwa kwa protini ya bakteria. Protein synthesis inhibitors. Haya ni maelezo kuhusu jinsi baadhi ya antibiotics, hufanya kazi kwa kuzuia utengenezaji wa protini kwenye bakteria. Moja, jinsi protini za bakteria huundwa. Protini za bakteria huundwa ndani ya kiwanda kiitwacho ribosomu ya bakteria. Ribosomu hii ina sehemu kuu mbili. Sehemu ndogo, 20 subunit, sehemu kubwa, 50 subunit. Sehemu hizi mbili huungana na kutengeneza ribosomu kamili, 70 subunit complex. Ndani ya ribosomu hii kamili, mRNA, ujumbe wa kijenetiki, na tRNA, inayoleta aminoasidi, hufanya kazi pamoja kuunda mnyororo mrefu wa protini, polypeptide chain. Pili, jinsi antibiotiki huizuia hatua hii. Dawa tofauti za antibiotiki huzuia usanisi wa protini kwa kulenga sehemu tofauti za ribosomu. A. Kuzuia hatua ya kwanza, 30S subunit. Tetracycline. Dawa hii huzuia tRNA, mleta aminoasidi, kuweza kushikamana na sehemu ndogo, 30S subunit ya ribosomu. Hivyo, inazuia hatua ya kwanza kabisa ya kuunda mnyororo wa protini. Aminoglycosides, aminoglycausidi. Dawa hizi hushikamana na sehemu ndogo, 80 subunit, na kuipotosha au kuiharibu umbo. Kupotoka huku, huzuia sehemu kubwa, 50S subunit, kuungana na 30S, na hivyo kuzuia ribosomu kamili, 70S, kuundwa. B. Kuzuia kuongezeka kwa mnyororo, 50S subunit. Chloramphenicol. Dawa hii huzuia kimeng'enya enzyme kinachoitwa peptidyl transferase, ambacho ndicho huunganisha aminoasidi moja na nyingine. Kwa kuzuia kimeng'enya hiki, chloramphenicol huchelewesha au huingilia kuongezeka kwa mnyororo wa protini. Macrolide na clindamycin. Dawa hizi hushikamana na sehemu kubwa, 50S subunit ya ribosomu. Zinafanya kazi kwa kuzuia usafirishaji, translocation, wa tRNA ndani ya ribosomu, hatua ambayo ni muhimu ili mnyororo wa protini uendelee kuongezeka. Hivyo, zinazuia mnyororo wa protini kurefuka.